Mtume anasema katika hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira, anasema afatu dini thalatha, maafa ya dini yapo kwa watu wa aina tatu. Watu wanayeua dini, wa kwanza faqihun fajir, wanawachuoni waovu. Wanawachuoni waovu wanaweza kuwa waovu kwa maana ya tarbia, wamesoma lakini matendo yao sio mazuri, lakini wanaweza kuwa waovu kwa kutokusema ukweli. Wanaweza kuwa pia waovu ni kwa sababu ya maslahi yao binafsi, wameyatanguliza mbele kuliko dini na mengineyo na mengineyo. Kwa hivyo hali hii ya wanawachuoni waovu kutokufuata mkataba wa Mungu alioelekeza jinsi ya kuifanya kazi kumepelekea dini kushuka sana. Mkataba wa Mungu ameelekeza jinsi ya kazi yake ifanye katika sura ya 74 suratul Mudaththir. Sikiliza Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad wakati anamtuma kazi, akamwambia ayyuhal mudaththir. Ilikuwa siku Mtume Muhammad yuko katika matembezi yake, siku moja, siku hiyo akaona anaitwa jina lake kutoka angani. Alipoinua akamwona Jibril amekaa katika kitu kimoja cha kifahari, yuko angani. Akapata hofu kubwa, akakimbia bwana Mtume Muhammad nyumbani kwake, akaenda kuomba kufunikwa maguo. Wakati anafunikwa maguo, ujumbe ukao, mkataba wa Mungu ukamwendea bwana Mtume akiwa katika hali ile. Mungu akamwambia, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyejifunika maguo, qum fa'andhir, simama ufanye kazi ya kuonya viumbe. Huu ndio mkataba wa Mungu wa namna ya ufanyaji kazi ya Mungu. Simama uonye viumbe. Wa rabbaka fakabbir, na katika kazi yako hiyo Mola wako umtukuze. Yani katika kazi yako Mungu awe mbele. Unafanya kazi hiyo kwa ajili ya Allah, usifanye kwa maslahi yoyote, kwa ajili ya Allah. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, lakini pia muonekano, physical appearance yako iwe safi, sio thiyaba, nguo. Kwa hadithi ya Mtume anasema, man lam yalbis thiyaban min at-tuqa taqallaba uryana wa in kana kasia. Mtu ambaye hajavaa vazi la uchamungu anakuwa yuko uchi hata kama amevaa nguo. Kwa kinachoonekana ni tarbia, matendo yako yawe mazuri, unachokisema kifanane na matendo yako. Wa thiyabaka fatahhir warujza fajur, Mungu anatoa maelekezo ya jinsi ya kufanya kazi yake. Mabaya yapuuzeni, acha mabaya yapuuze. Kuna mambo ya kipuuzi, achana nayo. Mambo ya mpira, mambo ya muziki, sasa hizi unakuta watu, kuna vitu vya kipuuzi vingi, yapuuze. Warujza fajur wala tamnun tastakthir. Lakini Mungu anatoa maelekezo, kazi hii ambayo wewe Muhammad unapewa, usifanye kwa ajili ya maslahi yako, unataka kubenefiti ulimwenguni. La, fanya kazi kwa ajili ya Allah. Usitafute maslahi ya uchumi, heshima, utukufu na chochote. Wa rabbaka fakabbir wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Lakini Mwenyezi Mungu anayetoa maelekezo Mtume Muhammad aifanye kazi hii akiwa anasubiria malipo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ningewaomba leaders wa Uislamu, viongozi wa Kiislamu, hebu tubadilike kutokana na hali ilivyo mbaya ya Uislamu. Watu wanatamani kuongozwa, lakini wamevunjika mioyo kwa kuile kutizama zile hali za mahitaji yetu. Imekuwa kila kiongozi anaonekana kwamba hakusimama strict katika dini, ana maslahi fulani binafsi. Na hili ndilo kundi moja la kwanza kubwa ambalo ametangulia nalo Mtume Muhammad, akililaumu kwamba ndio adui mkubwa wa kwanza wa dini. Lakini lipo kundi la pili, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa imamun jahil, kiongozi au viongozi wenye jeuri. Kimkuta mahala mtu kiongozi anaongoza kwa fikra zake, hataki rai, hataki ushauri, kwa sababu yeye ana cheo, basi anajiona yeye ndiye final say, hana muamalati mzuri na wengine. Hawa mara nyingi wanavunjika moyo, wale waliomzunguka wanamwachia mambo, dini na kufa. Hili ni kundi la pili, viongozi wenye jeuri. Mtume anasema ni maadui wakubwa wa dini. Na kundi la tatu, Mtume anasema mujtahidun jahil, shekhi, watu ambao wanaonekana kwamba wana jazba, yani wanaipenda dini
wana uchungu na dini, bahati mbaya hawana ujuzi wa dini yao. Sasa hawa ndio mara nyingi hata wanasababishia madhara makubwa umma, kwa sababu mara nyingi huchukua hawa maamuzi mikononi mwao pasina kupata elimu na utaratibu wa kuyaendea mambo. Hawa wakitokea na wao wakiwa wengi kwenye jamii, dini inakufa. Kwa hiyo dini ni hali yake si nzuri ulimwenguni, lakini makundi matatu ndio sababu kubwa ya dini kwangu. Mwenyezi Mungu atusaidie kwa wenye kusikia na kufanyia kazi. Amin, amin ya rabbal alamin. Shukrani sana Sheikh.